والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno dhulma linafasiriwa kwa maana ya kuweka kitu katika sehemu sio yake, ima kwa kupunguza au kwa kuongeza. Na dhulma inagawika katika sehemu tatu. Kuna dhulma anayoifanya mwanadamu kwa Mola wake Muumba, ambayo ile ni ile ya kukanusha na kukataa maelekezo ya Mwenyezi Mungu, kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kufanya unafiki katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Hii ameiita kuwa ni dhulma Mwenyezi Mungu katika Qur'ani pale aliposema baada ya Bismillahirrahmanirrahim, inna shirka la dhulmun adhim, kwamba shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ni dhulma iliyo kubwa. Kisha kuna dhulma wanaofanyiana wanadamu wenyewe kwa wenyewe. Dhulma hii ameieleza Mwenyezi Mungu kwenye hadithi al-Qudsi pale alipotuambia, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Nasema yeye amejiharamishia kudhulumu na akajalia dhulma ni kitu haramu kati yetu, na mwisho akatuhusia tusidhulumiane. Lakini pia kuna dhulma anayofanya mwanadamu kwa viumbe vingine, na vile vile tumekatazwa. Anaeleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mwanamke aliyoingia motoni kwa sababu ya paka. Akasema, dakhalat imra'atun nara, mwanamke ameingia motoni fi hirratin, kwa ajili ya paka. Kwa nini? Rabatatha, alimfunga yule paka. Falam tut'imha, hakumpa chakula. Walam tusqiha, wala hakumpa maji ya kunywa, na wala hakumwachia akajitafutia mwenyewe. Amefanya dhulma, na kwa dhulma ile amestahiki adhabu ya kuingia motoni. Aina ya tatu ya dhulma ni dhulma ya mtu kujidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Dhulma hii tunaambiwa ndio dhulma iliyo kubwa kabisa. Anajidhulumu mtu nafsi yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuhadithia juu ya watu waliopita na yale yaliyowakuta. Katika suratul Nahl aya 118 anatuambia, wama dhalamnahu, nasema wala hao hatukuwa dhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walijidhulumu wenyewe nafsi zao. Katika surati Yunus aya 44 Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya Bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an, Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu chochote, walakinna an-nasa, lakini watu, anfusahum yadhlimun, wenyewe wanajidhulumu. Dhulma ya kujidhulumu wewe mwenyewe nafsi yako, na ndio dhulma iliyo kubwa kabisa. Mwenyezi Mungu atuepushe na dhulma zote pamoja na hii. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم.
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.